Moja kati ya taarifa ambayo inasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii ni pamoja na hili chapisho la Mohamed Dewji, mwekezaji mkubwa katika klabu ya Simba. Chapisho hili linakuja siku moja baada ya mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch, ambapo Simba imeibuka kidedea kwa kufunga goli 1-0. Baada ya Jean Charles Ahoua kukosa goli la wazi, mwekezaji huyo amejitokeza hadharani na kuchapisha andiko katika ukurasa wake wa Instagram ambalo linasomeka hivi: Jean Charles Ahoua ni mmoja wa wachezaji waliotupa sababu nyingi za kushangilia msimu huu. Licha ya vyote, amekuwa sehemu ya mafanikio yetu. Kwa kosa moja lililotokea, tunaweza kumsema vibaya leo, ila tukumbuke hata mastaa wa dunia kama Fernando Torres waliwahi kukosa magoli ya wazi kwenye mechi kubwa kama Chelsea dhidi ya Manchester United. Hii ni soka. Haya ni mambo ya kawaida kwenye mchezo huu. Lakini jambo kubwa zaidi ni namna tunavyochagua kusimama baada ya kila tukio. Tunajifunza, tunaimarika na tunaendelea kupambana. Mchezo wetu dhidi ya Stellenbosch bado uko mbele. Safari haijaisha. Na huu si wakati wa kulaumiana, ni wakati wa kuungana na kuwa kitu kimoja. Simba inajengwa juu ya mshikamano. Tunasimama na Jean Charles. Tunasimama na kila mchezaji anayejitoa kwa jezi hii. Na tunaendelea na vita iliyokuwa mbele yetu. Kisha akamaliza kwa kuweka hashtag na kuandika hatuishii hapa. Akaweka pinned post. Sasa hicho ndo kitu pekee ambacho mwekezaji mkubwa kabisa wa klabu ya Simba ameamua kukiandika baada ya maneno mengi kuzagaa yakimhusu Jean Charles Ahoua ambaye alikosa goli la wazi mara baada ya kuwa amempita golikipa, lakini mbele yake kuwepo kwa Leonel Ateba ambaye alikuwa na uwezekano mkubwa sana wa kupokea ule mpira na kufunga goli. Lakini kumbukwe hayo yanakuja baada ya matukio kadhaa huko nyuma ambayo yalisababisha Jean Charles Ahoua kukosa goli hilo. Tukio kubwa ni lile la yeye kuonekana akiwa na maumivu, lakini pia kuomba kubadilishwa, lakini baada ya muda kuonekana pia kurejea uwanjani, jambo ambalo lilisababisha mbeleni kutokea kwa tukio hilo. Ninajua wewe pia una mambo mengi ya kuzungumza kuhusiana na Jean Charles Ahoua. Unaweza ukaniandikia hapo kwenye komenti ukiniambia kipi unakiona na upi ni mtazamo wako. Unadhani mwekezaji kumtetea Jean Charles Ahoua ni vizuri ama inatakiwa kuwepo na suluhisho lingine tofauti na kuendelea kumtetea? Mimi ni mtu safi aka mtu poa. Usisahau kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook na TikTok ni mtu poa. Kule YouTube tunatumia Simulizi Forum TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Bye bye kwa sasa, tukutane wakati mwingine.